bado hawamtumii Bernard Morrison. Matatizo. Nini ambacho kimemsibu? Bila shaka walikuwa wamefanya assessment. Mara baada ya hoja wazee wa Simba. Haraka unaweza kuhisi kama ni wazee fulani ni wao. Sidhani kama hiyo hoja ina make sense sana. Yaani hicho ambacho unachokiwaza wewe na mimi pia nakiwaza. Host michuano ya AFCON under 20 inapaswa kutoa taarifa ya kujitoa kwa korofi sana. Wenzetu bara Amerika ni wahuni, ni wahuni kwa bara la Amerika Kusini kufanyia dhihaka shehe. Sema kwamba huyo dogo tumemsamea juu ya kitu ambacho anajua. Dakika 12 tayari. Ni siku nyingine nzuri mwana michezo popote ulipo, karibu sana kwenye Sports Recap ya FGTV. Tuyajadili yote ya kimichezo ambayo yamejiri duniani kote. Tuna mengi kukujuza kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi hapa nyumbani tuna taarifa kuhusiana na mara baada ya kumsajili Bernard Morrison katika dirisha dogo la usajili, Ken Gold wanaonekana bado hawamtumii. Nini ambacho kimemsibu Bernard Morrison? Lakini huko kimataifa tutangazia mgogoro wa nyota wa klabu ya Barcelona Rafinha na timu ya taifa Brazil Rafinha dhidi ya wachezaji wa Argentina. Karibu sana. Mimi ni Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedicto, mchambuzi wa masuala ya michezo. Atakupa madini yote kuhusiana na hichi ambacho tutakijadili katika siku hii leo. Bana Kiepo, habari yako? Bwana fresh, mambo vipi? Shwari. Michakato vipi, majukumu? Bwana Mungu anajalia kila kitu kiko sawa. Ulimwengu wa michezo tena siku nyingine tukiendelea kuangazia yale yote ya michezo. Heka siku nyingi sana mimi hapo. Unajua. Basi sawa. Sasa rasmi tuanze uchambuzi wa taarifa zetu za kimichezo tukianzia hapa nyumbani Tanzania katika klabu ya Ken Gold. Mara baada ya kumsajili Bernard Morrison, klabu ya Ken Gold dirisha dogo, lakini tumeona bado hawamtumii Bernard Morrison. Nini ambacho kimemsibu Bernard Morrison? Jana nilikuwa nafuatilia taarifa kutoka Ken Gold. Morrison mwenyewe alizungumza. Morrison bado ana matatizo kwenye afya yake. Ana majeraha ya paja ambayo aliyapata toka akiwa AS Rabat pale Morocco. Aliporejea hapa nchini alikuwa anafanya individual training, lakini akiendelea kupata matibabu. So hadi katika msimu huu ni wakati wa dirisha dogo, basi Ken Gold akaenda wakamsajili. Lakini kuna maswali ambayo pia mimi najiuliza. Automatic Ken Gold wakati anakwenda kumsajili Bernard Morrison, bila shaka walikuwa wamefanya assessment. Hakuna timu duniani ambayo inamsajili mchezaji bila kufanya assessment. Sijajua huko Tanzania yukoje na sijafuatilia sana kwenye hilo eneo. Unakuta medical test kwa mchezaji huwa inakuwa ya general ile unapokwenda kwenye pre-season, unaenda kwenye pre-season au kwenda kwenye msimu mpya, unakuta wachezaji wanaenda kwenye medical test, yani kwa klabu moja kwa moja. Lakini sikuwahi kufikiria, sikuwahi kuona wenzetu barani Ulaya inapokuja swala la mchezaji wakishakamilisha taratibu zote, final stage inakuwa ni medical test. Tunamhitaji mchezaji, tunamhitaji Morrison. Kwa namna moja au nyingine lazima tuende tukamfanyie medical test ili tujiridhishe kwamba tutamtumia baada ya muda gani au atakuwa yuko fit kwanza kutumika lini na vitu vingine kama hizo. Lakini huku kwetu sidhani kama iko kitu kinafanyika. Unaweza kusema kama usajili wa mahaba. Of course, na viongozi wa Ken Gold kwenye hili wana kitu cha kujibu. Wana kitu cha kuambia, yani cha kumwambia tajiri. Nini ambacho kiliwafanya akamshawishi tajiri akatoa pesa kwa msajili Bernard Morrison? Na usajili wake ni ghali kwa sababu pia umemjumuisha mdogo wake Ernest Morrison ambaye yuko ndani ya kikosi cha Ken Gold, naye ambaye hatumiki pia. Sio, unanielewa? Wakati mwingine tukizungumza sana kwenye mustakabali ya management hizi ndizo ambazo zinakwenda kuzamisha hivi vilabu. Kwa mfano, leo anaye Celebens kwenye kikosi, ndio ambaye amekuwa na impact moja kwa moja toka ajiunge. Vipi kama nafasi ya Bernard Morrison na Ernest Morrison ingepatikana wachezaji wengine wawili wenye msaada kama alivyo Celebens? Maana yake ungekuwa na impact moja kwa moja kwenye timu. Lakini leo hii unayo wachezaji ambao kwako, kwanza kumbuka na wachezaji wa kigeni ambao hata ile salary yao namna ambavyo wanaishi ni gharama kuliko hata mimi nina uhakika Morrison anaishi vizuri kuliko hata Celebens. Yaani huo ni uhakika ambao Morrison anaishi maisha mazuri kuliko hata Celebens, lakini anakupa nini uwanjani? Hakupi kitu chochote. Ulimsajili kwenye dirisha dogo kwa maana klabu ilikuwa na malengo ya muda mfupi. Kama ni short term plans, kwa nini sasa unakwenda kusajili mchezaji ambaye anashindwa kuja kutumika kwenye klabu yako?
Kwa hiyo kwenye hili nimeshangaa sana viongozi wa Fountain na ndugu yangu Jose Mkoko, bila shaka tutamtafuta siku moja tuzungumze, atuambie kupitia hapa kwenye Sports Week, atuambie kwa nini, yani shida ni nini walifikiria kumsajili Mawson. Je, hawakufanya assessment ya majeraha yake? Hawakujiuliza kama atakuwa na impact au ndio walitaka labda kutengeneza fan base unaitengeneza kwa faida gani? Hivyo unafikiri Ken Gold wanahitaji fan base kusaidia kwenye ligi kuu? Basi unajua watu wakiongeza tension ya kufuatilia mashabiki wanaongezeka. Kwa hiyo mashabiki wakiongezeka wanaongeza hamasa. Kwa hiyo hamasa inakusaidia kwenye ligi. Hamasa inaweza kukusaidia kwa sababu mashabiki wana nguvu yao. Mashabiki wanaongezeka, si ndio? Hamasa wanaongezeka kidogo tofauti na mwanzo. Anaipo kwenye nafasi gani kwenye ligi? Hamasa ipo, sawa, tukubaliane. Hamasa ipo, si ipo? Mashabiki wameongezeka. Na kuna nafasi kwenye ligi bado mnasalia kule kule, lakini hapo hiyo ni issue nyingine. Sasa ndio maana nakwambia, na wakati tunatafuta hamasa inaletwa na timu bora. Tengeneza timu bora, hutotumia nguvu kuhamasisha watu kukushabikia. Kuna timu leo hii zilivyo, kwa mfano leo championship ukienda, watu wana mahaba na Mbeya City. Sio kwa sababu tunajua Mbeya City wana fan base tayari, lakini wanajituma uwanjani, wanatafuta matokeo mazuri, kwa maana watu wana mahaba nao. Kwa hiyo wakati mwingine viongozi wasifikirie, yani kwa mfano labda impact ya kibiashara. Hivi unataka kuniambia Ken Gold imenufaika nini kwenye biashara na Bernard Mawson? Sidhani kama wamenufaika kitu hicho zaidi ya hasara ambayo wanaendelea kuipata. Kwa wakati mwingine viongozi hawa ni watu ambao wanapaswa kufikiria, wao ndio ambao wamebeba maono ya klabu. Na hili nilikuwa nazungumza jana, nikasema wakati mwingine ni kweli. Sasa hapa naanza kuamini hakuna watu wa kuchora ile mipango ya klabu ya msimu miwili, misimu mitatu. Ndio maana unakuta klabu zinakuja hazina direction, zinakuja inashuka daraja. Kwa nadhani ni nafasi ambayo viongozi wanapaswa kujifunza pia, na sio kupata hasara kwenye mpira huu ambao wana struggle wenyewe tu kwenye kulipa mishahara wachezaji. Sawa. Basi sawa. Na kwa taarifa hiyo basi tuhamie kuangazia taarifa nyingine kutokea hapa nyumbani Tanzania, ambapo mara baada ya hoja ya wazee wa Simba kusema kwamba Yanga wanapanga matokeo, hiyo hoja imeibua mijadala mingi kwa kweli. Pengine tuigusie hii hoja kabla tujahamia taarifa nyingine. Of course ilikuwa ni hoja ambayo imetrend sana jana. Wazee wa Simba nao wakaamua kuwasha moto. Unajua saa hizi wazee wa Simba na Yanga ni kama wanajibishana. Kuna watawasha moto, wengine walikuwa Jangwani pale wakiandamana tucheze mechi, hatuchezi dabi. Wengine wamekuja wakijaribu kupangua kile ambacho watani wao wamefanya. Ndio burudani ya mpira wetu Tanzania. Wale wazee ukiwasikiliza kwa haraka unaweza kuhisi kama ni wazee fulani hivi wa hofu. Sure. Yaani ukiwasikiliza kwa haraka afu kapita, unasema wazee wanachanganyikiwa hawa wazee. Ukipita kwenye comment wanakuambia hawa wazee inabidi wapewe hata dafu. Pengine hawajafuturu, hawaona hakika wafuta na vitu vingine kama hivyo. Lakini ukiwasikiliza kama ni mtu ambaye unataka ku reasons, unaweza kidogo ukawapa sikio lako na ukawaelewa. Kwa mfano, miongoni mwa hoja ambazo wanazitumia, wanasema Africans wamefunga magoli 58 kwenye ligi. Magoli 58 kati ya magoli ya 58, magoli 50 wamezifunga timu 8 ambazo zinadhaminiwa na GSM. Je, hatuoni kuna dalili ya upangaji wa matokeo? Sio, umenielewa? Labda sijui kama wana make sense hivi comparison ambao wanaitengeneza. Yaani kwamba kwenye timu yetu kuna mechi ngapi? Kuna timu 16. Si ndio kwenye ligi yetu. Na timu 16 8 zinadhaminiwa na GSM, yani half of them, si ndio? Na kwenye hizi timu 8 zimewapa Yanga magoli 50. Hizi timu zingine 8 zimewapa Yanga magoli 8. Kwa maana nyingine hizi timu ambazo haziko chini ya GSM hata kama zilipoteza basi zina wastani wa kuruhusu kila timu imeruhusu goli moja. Ila mimi sidhani kama hiyo hoja ina make sense sana. Yaani binafsi sikubaliani nao sana. Yaani kwamba kusema hivyo hapana. Sasa unawasikiliza unajaribu, kuna vingine vinajaribu kuja, lakini vinajaribu kuja. Yaani hicho ambacho unachokiwaza wewe na mimi pia nakiwaza. Yaani inawezekana yaani timu 8 zimewaofa magoli 50. Hizi timu zingine 7 ukimwondoa mwenyewe Yanga zinatoa magoli 8. Basi kama wana kitu. Wakaja wakazungumza hoja nyingine. Wakasema mechi ya Mashujaa ambayo ilikuwa ni mechi ambayo walicheza Kigoma. Mashujaa walikufa kwa 4-5. Ilikuwa kama 5. I think. Walifunga magoli mengi sana katika ule mchezo. Wanasema
mchana ule before match viongozi wa Mashujaa walifanya kikao na wadhamini wao kama na GSM kwa ajili ya kuboresha mkataba wa udhamini. Unaelewa? Alafu wakaenda kwenye mechi yakapatikana matokeo hayo. Kwa nini haya maongezi ya maboresho ya mkataba wa udhamini kwani ilikuwa lazima ifanyike siku ya mechi? Basi kama ni siku ya mechi ingefanyika asubuhi, kwa nini masaa machache kabla ya mchezo? Na vitu vingine kama hivyo. Na hata ile mechi mimi najaribu kuwaza, wakati mwingine huwa nazungumza kwa namna ambavyo mtu anaweza asinielewa. Sijawahi kuwashuhudia Mashujaa kwenye msimu huu wakicheza mechi katika hali ambayo inasikitisha, kama mechi ambayo walicheza na Yanga pale Lake Tanganyika. Mashujaa pale Lake Tanganyika hajawahi cheza mechi mbovu msimu huu kama ambavyo walicheza na Yanga. Hadi unashangaa. Huyu ndo Mashujaa ambaye alimkazia Azam FC hapa. Huyu ndo Mashujaa ambaye alimfanya Simba akateseka kupata matokeo mpaka asubiri dakika za jioni. Ndo huyu. Hii timu nyingine sijui utanielewa. Hata kama ni siku mbaya kazini, lakini kuna maswali mtu unajiuliza, lazima utumie common sense. Lakini kwa nini tusisifu ubora wa Yanga? Kusifu ubora wa Yanga. Okay. Kwenye mpira tunaheshimu pia ubora wa wapinzani. Sawa? Wakati tunasifu ubora wa wapinzani pia lazima tuangalie jitihada za timu pinzani pia. Yaani mimi leo hii kwa mfano tunazungumza kwenye mechi ambayo maybe labda mechi ya Mbeya City na Azam FC. Azam FC walijitahidi wagosa ambacho kilianza, lakini utasifu bora wa Mbeya City. Yaani sawa timu imepoteza, lakini kuna jitihada zilifanyika. Unaikumbuka mechi ya Yanga na Kengold? Mechi ambayo ilichezwa Yanga walipata matokeo kwa shida sana. Unaelewa? Yanga walikuwa bora, lakini unasifu jitihada za Kengold. Yes, Yanga wameshinda, lakini wamefanyaje? Kengold wamepambana, wameonyesha upinzani. Kwa nini tusione hizo, kama kuna spirit ya kupambana, kwa nini tusione karibia kila mechi? Kwa hiyo wazee wamejaribu kuunganisha dots, wanajaribu kuchezesha ili ionekane kama ni hoja zao za kuna hali ya upangaji wa matokeo ipo ndani ya Yanga kuhusisha na timu ambazo zinadhaminiwa na GSM. Ndio maana nilikwambia mwanzoni, hawa wazee ukiwasikiliza kwa haraka unaweza kuhisi wazee wamechanganyikiwa na ukapita ukaenda. Lakini ukiwasikiliza vizuri sio lazima uchukue kwa kitu. Ila kuna vitu vidogo unaweza kama vina sense. Sawa, basi na kwa taarifa hiyo tuhamie katika uga kimataifa kuangazia taarifa nyingine ambazo zimechomoza nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni mara baada ya Ivory Coast kujitoa katika kuhosti michuano ya AFCON Under 20, hatimaye shirikisho la mpira barani Afrika CAF wao wameteua Egypt kuhosti hiyo michuano. Of course ni taarifa ambayo ilishtua sana, na unajua Ivory Coast wameweka clear kwa maana ya serikali imekuwa haiko tayari kwa kuona kama inaweza kuhost. Bila shaka maandalizi ulizungumza hichi kitu serikali kuingilia masuala of course lakini mwisho wa siku shirikisho litasema tuna host, lakini serikali labda inaangalia kuna issue za usalama, kuna issue ya miundombinu pia, serikali pia inahusika moja kwa moja kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo inawezekana pia serikali imeona kwamba hatuwezi kuhost. Lakini ubaya zaidi kwa Ivory Coast, unajua kwa taratibu za CAF nchi ambayo imepangwa kuhost mashindano inapaswa kutoa taarifa ya kujitoa kuandaa mashindano miezi 6 kabla ya mashindano kufanyika. Sasa huu ni mwezi tunazungumza Machi, alafu mashindano yanachezwa mwezi Juni. Unaelewa? Kwa automatic Ivory Coast wamevunja kanuni zile za CAF. So yani very clear, ukishavunja kanuni, CAF inasema taifa ambalo litajitoa kwenye kuandaa mashindano basi litalipa faini kwa fedha za Tanzania takriban milioni 600 hivi na 60 na kitu. Hiyo ndio faini ambayo italipwa. Kwa hata Ivory Coast wakati wanasema tunajitoa, wanafahamu kwamba faini ipo pale pale. Yaani raha ya kanuni ndio zilivyo. Yaani kanuni hazina papatu. Miezi 6 kabla hujafanya hivyo, umefanya ndani ya miezi 6 kuelekea katika mchezo, basi kanuni iko wazi. Hapa tulipe hela yetu, maisha mengine yaendelee. Kwa hivyo Coast kujitoa kwenye kuhost pengine inaweza ikawa
ni dalili ambayo sio nzuri kwenye soka la Afrika. Na hili ni mwendelezo wa matukio ambayo yanaendelea kutokea kwenye mpira wa Afrika. Nakumbuka pia CHAN ilipaswa kufanyika mwezi Machi hadi watu wakasimamisha ligi. Lakini mambo yakabadilika ghafla. Of course ilikuwa ni mwezi ya Februari ndio CHAN ilibidi ifanyike. Mambo yakabadilika ghafla. Ilibidi sasa CAF wasogeze mbele. Kwa tunakuwa kama hatuna uhakika na vile vitu ambavyo tunavifanya. Kwa ni wakati ambao wa kusaidia, wakati ambao wa kuona nini ambacho tunaweza tukakifanya kuhakikisha kwamba tunasonga mbele ili mpira huu wa Afrika uweze kupiga hatua. Otherwise tukiendelea hivi leo Costa amesema amejitoa, atalipa hizo milioni 600. Kesho atakuja mwingine pia atasema na mimi najitoa, atalipa hizo pesa, atakaa pembeni. Mwisho wa siku tutakuwa tunadidimiza mpira. Tunadidimiza mpira. Unajua hadi ya shirikisho la soka linasema nchi fulani ilienda kuhost haya mashindano, so automatic wao wanakuwa wanafahamu nini ambacho kinapaswa kufanyika, nini ambacho ni kizuri kuweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba kwa namna moja au nyingine tunaweza kufanya maandalizi yaliyokuwa bora na kutoa nafasi kwa vijana wetu pengine kucheza kwenye nchi ambazo zimependekezwa na zenye ubora pia. Kwa hiyo nadhani upo haja ya shirikisho la soka pia kuangalia kama linaweza kuhakikisha wanapofanya decision kama hizi waende kwa nchi ambazo ziko tayari kuhost. Zipo na tayari kwenye kuhost. Na matukio kama haya pia hata viongozi wa nchi wanapaswa kuelewa kwamba inaturudisha nyuma. Leo tena umwambia Egypt aanze sasa maandalizi. Bado miezi 3 tu kwenda kucheza. Kwa hiyo nadhani ni matukio ambayo yanapata tunapotaka kwenye mpira wa Afrika, nadhani haya na tija yoyote. Sawa. Basi tuangazie pia taarifa ya mwisho kuhusiana na nyota klabu ya Barcelona Rafinha kuingia katika mgogoro na baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa Argentina katika mchezo ambao ulikutanisha Argentina dhidi ya Brazil na Argentina kuibuka na ushindi wa bao 4-1. Watu wasema watu wa bara la Amerika Kusini wamekuwa korofi sana. Unajua ile vita Argentina na Brazil vita yao ni kubwa sana. Yaani mechi yao wao ikija kuchezwa currently imekuwa na mgongano mkubwa sana. Yaani vita kweli pale ambapo wanaenda kucheza. Ni mechi zao zimekuwa na tension. Sasa bahati mbaya kwa Brazil kwa miaka hii ya karibuni wamekutana na vichapo kweli. Yaani kila kicheza na Argentina wanaondokea pua. Wanapigwa magoli mengi sana. Sasa kwenye mechi ya juzi ambayo Brazil walipoteza 4-1 mbele ya Argentina. Ni mechi ambayo unaweza kusema Brazil walizidiwa kila kitu. Kasoro tu kwamba quality ya eneo lao la kushambulia na eneo lao ulinzi ilikuwa inafanana na quality ya Argentina katika maeneo haya ya kushambulia na eneo la ulinzi. Lakini quality kwa maana eneo la katikati la kiungo Argentina walikuwa bora sana kuliko hata Brazil. Ndio maana wali struggle sana kwenye kuhakikisha nini ambazo wanazopata. Sasa hii mushkeli ambayo Rafinha ameitengeneza ilikuwa before game. Rafinha alikuwa amechapisha kwamba anakwenda kuwafunga Argentina, kwamba tunakwenda kuondoa unyonge, tunakwenda kuwafunga. Kwa baadhi ya mastaa wa Argentina walikuwa wamecheka tu, wakacheka sana. Yes, sasa tumekuja kwenye mechi joto limekuwa unajua dakika 12 tempo iko juu tayari Brazil kashakufa 2-0 dakika 12 kutoka mchezo umeanza. Watu wakachanganyikiwa, wale wamejia kwenye mfumo, watu wakaona mbona kama hii imekuwa hatari ghafla. Umenielewa? Yes, full time 4-1 goli ambao la Brazil moja ambao alifunga Rafinha. Baada ya pale kuna matukio ambayo yalitokea kwenye mechi. Kuna miongoni mwa matukio ambayo goalkeeper wa Argentina alikwenda akamgusa usoni Rafinha. Kwa hiyo kaondoa mushkeli ndani. Watu wakataka kushikana. Sijaelewa. Miongoni mwa pia matukio ambayo yalitokea
ni Rodrigo alibishana na mchezaji mmoja, nadhani alikuwa ni Dipo, ambao alibishana naye akamwambia mimi na Champions League utaniambia nini? Akamjibu anza kuvimbiana. Akaambia mimi na World Cup, mimi na Copa America, wewe una 0 international trophy, utaniambia nini? Kwa wakawa wanabishana. Sasa unajua na Rafinha alikuwa affected na ile kile ambacho alikiongea mwanzoni kabla ya mchezo kwamba nitatengua vipi kauli yangu. Sawa. Sasa na ile ambavyo unajua kwa wenzetu bara Amerika ni wahuni ni wahuni kweli kweli. Wakikufanyia dhihaka shehe, usiombe kukufanyia dhihaka watu wa huko. Watu wa kule bwana wanakuja kufanya dhihaka. Sasa ile uwanjani wanamfanyia dhihaka Rafinha, alipata hasira sana. Alipata hasira sana. Kwa akataka kupigana, japo alimtuliza, wakamzuia asipigane na vitu vingine kama hivyo. Hii imeibua watu wengi sana na wengi wanasema kwamba wachezaji wa Brazil wamekosa heshima kwa legendari wa mpira, kwa maana ya Lionel Messi. Kama anamkosea. Lionel Messi amekuwa na heshima kubwa sana Brazil kwa sababu ya mahusiano yake kati yake na Neymar Santos da Silva. Yaani unajua kwa Brazil utakatayo kubali Neymar ni miongoni mwa wale zile icon kwenye mpira wa Brazil, kama alivyo Lionel Messi ndani ya Argentina. Kwa hawa wawili walikuwa na mahusiano mazuri sana. Kwa hiyo wanashindwa kuelewa urafiki na mahusiano ambao wanayo Neymar na Messi. Kwa nini wachezaji wa Brazil wanashindwa kuyaheshimu? Na hili na ile mahusiano ya mtu mmoja uweze kuletea kwenye connection ya timu nzima. Lakini sasa kwenye issue ya taifa, lakini si watu ambao nyinyi mnawaheshimu. Yaani ni watu ambao wewe nyinyi kama taifa mnawaheshimu. Yaani hawa ni watu ambao wanaleta connection ile ya pamoja ya mpira. Leo tunaposema Argentina wanaye Maradona kwenye historia ya mpira wa miguu duniani, lakini Brazil wanaye Pele. Kwa hiyo hao watu ni legend wawili ambao pengine kwa heshima yao lazima tuheshimiane pia. Kwa hiyo nadhani ni hali ambayo imetokea, na Rafinha pia wamemwambia, baadhi ya legend wamemwambia anapaswa kuomba msamaha. Lakini pia uzuri pia niliona kuna baadhi ya mastaa pia kutokea Argentina sema kwamba huyo dogo tumemsamea juu ya kitu ambacho anafanya. Unajua kwa nini walizungumza hivyo? Walizungumza kwa sababu tu Argentina walishinda. Kama Argentina ungepoteza ile mechi, ingekuwa vita nyingine zaidi. Vita ni vita. Ingekuwa ni vita nyingine zaidi. Na ukiangalia the scenario ilivyokuwa, wachezaji wa Argentina ndio walikuwa chanzo. Hadi ile Rafinha anataka kupigana ndio alikuwa chanzo. Lakini wamezungumza vile kwa sababu walishashinda tayari, wanataka nini kingine tena kwenye mchezo. Kwa yani mechi ya Brazil na Argentina, kama kuna mtu huwa haiangalii, yani kuanzia leo asijaribu kukosa mechi hiyo. Inakuwa ni mechi ya kipekee sana, kuna vitu vingi sana nje na ndani ya uwanja. Sasa kwa taarifa yetu tunafikia tamati ya Sports Recap kwa siku ya leo. Shukrani za kutosha kwa timu nzima ya FGTV ambao wao wamehakikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi ni Victor Lusega, nilikuwa na ndugu yangu Kiepo Benedicto, mtaalamu wa masuala ya uchambuzi wa mpira. Amekupa nondo nyingi kweli ambazo umeshiba bila shaka. Nikutakie siku iliyo njema, lakini pia nikutakie wakati ule mwema. Bye bye.